taarifa ifuatayo, ambapo mamlaka huru ya kutathmini utendakazi wa polisi nchini IPOA imetoa ripoti kuhusu mchakato wa uchunguzi wa utendakazi wa polisi wakati wa maandamano ya Gen Z kupinga mswada tata wa fedha wa mwaka 2024. Haya yanajiri baada ya uchunguzi wa shirika la habari la BBC kufichua majina ya maafisa wa polisi wanaokisiwa kuhusika na mauaji ya David Chege, Erikson Mutisia na Eric Shieni. Mamlaka huru ya kusimamia utendakazi wa polisi nchini IPOA imetoa ripoti ya uchunguzi unaoendelea ya mauaji ya waandamanaji wanaoaminika kuuawa mikononi mwa maafisa wa polisi. Ripoti ya IPOA inajiri baada ya shirika la habari la BBC kuchapisha majina na sura maafisa wa polisi wanaoaminika kuhusika na mauaji ya David Chege, Erikson Mutisia na Eric Shieni waliomiminiwa risasi nje ya majengo ya bunge wakati wa maandamano ya Juni 25 kupinga mswada tatu wa kifedha wa mwaka 2024. Kwenye ripoti iliyotolewa kwa vyombo vya habari, IPOA ilifichua kwamba imesajili vifo 60 na imekamilisha uchunguzi wa vifo 22 huku ikiendelea kuchunguza 36 huku kesi 2 pekee zikiwa mahakamani. Kulingana na IPOA, 8 kati ya kesi zilizokamilika ziko chini ya ukaguzi ya mamlaka ya IPOA, zikiwa katika hatua ya mwisho kuandika ripoti kabla ripoti hiyo kupelekwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP. Kesi 2 zilifungwa na IPOA, 4 ziliwasilishwa kwa ofisi ya ODPP na 3 kufungwa kufuatia maagizo ya ODPP. Mamlaka hiyo vilevile inachunguza kesi 191 kati ya 233 ya majeraha yanayoaminika kusababishwa na maafisa wa polisi wakati wa maandamano kupinga mswada tata wa fedha wa mwaka 2024. Kwa familia za David Chege, Francis Kipkorir Sawe, John Nyabuto na wengine wanaoaminika kupatana na mauti kupitia ukatili wa maafisa wa polisi, ni takriban mwaka mmoja wakiendelea kusubiri haki, huku taasisi inayosimamia malalamishi dhidi ya polisi wanaokiuka sheria bado inaendelea na uchunguzi. Swali ni je, wataendelea kusubiri hewa hadi lini? Auma Evans, Runinga.